Somo langu nimelipa kichwa cha habari kinachosema Christmas maana yake ni nini? Christmas maana yake ni nini? Christmas maana yake ni nini? Hiyo ni kichwa cha somo ambalo limebeba ujumbe huo, na tutaendelea katika mtiririko. Na kwa sababu tumesema Christmas maana yake ni nini, tutajenga hoja katika misingi ya neno la Mungu. Na hoja ya kwanza, Christmas maana yake ni nini? Hoja ya kwanza itakuwa ilianza lini? Lakini hoja ya pili itakuwa, je, ni halali sisi wa Kristo kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Ni halali sisi wa Kristo kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Ni halali? Ni halali? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba leo nikuletee hii hoja ya pili, kwamba je, ni halali sisi wa Kristo kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Naomba nikuletee hiyo hoja ya pili, halafu Mungu akitupa neema nitakuletea hoja ya kwanza, ile Christmas maana yake nini, kisha nitakuletea hoja ya pili, ilianza lini. Lakini sasa naomba nikuletee hoja ya tatu. Hoja ya tatu maana yake Christmas maana yake nini ni hoja ya kwanza, japo ndio kichwa cha somo. Lakini hoja ya pili, ilianza lini, na hoja ya tatu, je, ni halali sisi wa Kristo kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Na nimeomba nianze na hoja hiyo ya tatu. Jibu langu litakuwa ndio, ni halali kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jibu langu litakuwa ni ndio. Kwa nini ni ndio? Kwa nini ni ndio? Biblia inatuambia katika kitabu cha Luka. Biblia inatuambia katika kitabu cha Luka sura ile ya kwanza ule mstari wa 14. Biblia inatuambia kwa habari ya mtu kuzaliwa katika Injili ya Luka sura ile ya kwanza ule mstari wa 14. Naomba tufuatane, mpendo wangu msikilizaji na mtazamaji, tukasome pamoja. Luka sura ile ya kwanza ule mstari wake wa 14. Biblia inasema maneno haya. Biblia inasema maneno haya: nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Huyu alikuwa ni Zekaria, anaambiwa kwa habari ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Ukitaka kuipata habari hiyo kwa upana na kwa uzuri, unaanzia mstari wa 8 hadi ule wa 14. Naomba twende mstari wa 8 ili upate picha nzuri. Anasema, basi ikawa walipokuwa wakifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ikamwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Mstari wa 14, nawe utakuwa na furaha na shangwe,
na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, nawe utakuwa na furaha, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kwa hiyo kuzaliwa kwa mtoto ni furaha, ni shangwe. Kwa hiyo sisi tunaposherekea kuzaliwa kwa Yesu tunafanya furaha, tunafanya shangwe. Amen, mtu wa Mungu. Lakini pia tutasoma Injili ya Yohana sura ile ya 16 ule mstari wa 21. Injili ya Yohana sura ya 16 ule mstari wa 21, na ikikupendeza tuanze na mstari wa 20. Amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu kunachagiza na furaha. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kama vile alivyozaliwa Yohana, Zekaria na familia yake na watu wote wakafurahi, wakashangilia. Kama vile Yesu anavyosema mwanamke anapozaa yuna huzuni, ana huzuni kubwa, maana anaona anaweza kafa, lakini anapozaa husahau ile mahuzuni na maumivu, anafurahi kwamba amepata mtoto. Sasa furaha hiyo hiyo imepelekea hata kwa Yesu anapozaliwa, ama tunapokumbuka kuzaliwa kwake tunafurahi. Tunapokumbuka kuzaliwa kwake tunafurahi. Najua utataka kuuliza alizaliwa lini. Nimekwambia hoja hiyo tutaijibu. Haleluya, mtu wa Mungu, maana Biblia iko wazi sana. Haleluya, mtu wa Mungu. Sasa Yesu alipozaliwa, je, kulikuwa na furaha ambayo inatupelekea na sisi leo tufurahi? Je, Yesu alipozaliwa kulikuwa na furaha inayotupelekea na sisi leo tufurahi, tusherekee? Haleluya. Lakini kama sijakwambia ndio au hapana, tambua kila mtoto anayezaliwa ana lengo maalum. Kila mtoto anayezaliwa duniani, kila mtoto anayezaliwa chini ya jua, kila mtoto anayeletwa na Mungu duniani, liko lengo maalum la huyo mtoto kuzaliwa. Liko kusudi maalum la huyo mtoto kuzaliwa. Yako majira maalum ya huyo mtoto kuzaliwa. Hazaliwi tu kwa sababu anatakiwa kuzaliwa, lakini kila mtoto unayemwona amezaliwa, wewe uliyezaliwa na sasa inawezekana ni mtu mzima, ulizaliwa kwa kusudi maalum. Kwa hiyo wakati tunasherekea na wakati tunamfurahia mtoto kuzaliwa, tujue liko kusudi. Watu wengi wanasherekea kuzaliwa kwa Yesu, lakini yawezekana hawajui kusudi la kuzaliwa kwake. Watu wengi wanasherekea kuzaliwa kwa mtoto anayezaliwa katika malango yao, lakini hawajui kusudi la kuzaliwa kwa huyo mtoto. Wazazi wanafurahi wanapopata mtoto wa kiume ama wa kike, lakini hawajui kwa nini Mungu amewapa huyo mtoto. Na wengine hawamuulizi Mungu, kwa nini Mungu umetupa mtoto wa kiume, ama kwa nini umetupa mtoto wa kike? Huyu mtoto ni nani? Huyu mtoto ni nani? Huyu mtoto ni nani? Kwenye Biblia wako watu waliozaliwa walituonyesha mifano ya kwamba kumbe kila mtu anapozaliwa anazaliwa kwa kusudi maalum. Unaweza ukamwona Samueli alipozaliwa alikuwa na kusudi maalum. Unaweza ukaelewa Samsoni alipotaka kuzaliwa kulikuwa na kusudi maalum. Na kuna namna ambavyo wazazi waliambiwa kuishi kwa sababu ya yule anayezaliwa. Haleluya, mtu wa Mungu. Unaweza ukaona kuzaliwa kwa Daudi kulikuwa na kusudi maalum, akaja kuwa mfalme wa Israeli. Unaweza kuona kuzaliwa kwa Sulemani
kulikuwa na kusudi maalum, akaja kuwa mfalme wa Israeli. Waliozaliwa kwa kusudi, unaona wakitimiza hayo malengo. Hakuna mwanadamu anazaliwa chini ya jua bila kusudi, bila lengo, ila anaweza akalipoteza, kwa sababu wazazi wanaweza wasielewe. Wazazi wanaweza wasielewe, ndugu wanaweza wasielewe, na kanisa linaweza lisielewe kwa nini huyo mtoto amezaliwa, kwa sababu ni wazazi wachache sana wanaoomba kujua kwa nini mtoto huyo amezaliwa. Haleluya, haleluya! Natamani ujifunze hilo neno. Natamani uwe na muda wa kumwomba Mungu akwambie watoto au ulio nao ni wakina nani. Kama ni msomaji wa Biblia, unakumbuka mzee Isaka alizaa watoto wawili, Esau na Yakobo. Watoto hawa Biblia inasema yalikuwa ni mataifa mawili, yalikuwa tumboni mwa mama yao Rebeka. Mataifa mawili. Kumbe unaweza kuzaa mtoto, kumbe ni taifa. Kumbe unaweza kuzaa mtoto, kumbe ni kiongozi. Unamleaje? Unamfundishaje? Unamwombeaje? Unamtia moyo namna gani? Unamsomesha shule gani? Anasoma masomo gani? Maana huyu mtoto anahitaji kutunza ule wito alioletwa nao, aliokuja amebebeshwa ndani na Mungu. Kwa wewe unayenitazama na kunisikiliza, ulizaliwa kwa kusudi maalum. Unaweza kumuuliza Mungu, umezaliwa kwa ajili ya nini? Wakati tunafanya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, na watu pia huwa wanasherekea kuzaliwa kwao, wanafurahi kwamba walizaliwa, ila hawajawahi kufurahi kwa kuzaliwa kwao kwamba wakajua kusudi lililowafanya wazaliwe. Natamani Mungu Roho Mtakatifu akusemeshe ujue kusudi la kuzaliwa kwako. Haleluya, mtu wa Mungu. Nirudi kwenye hoja yetu kule. Yesu alipozaliwa, je, kuna furaha ilitokea? Nimekuonyesha kwa habari ya Yohana, lakini tunataka kumtazama Yesu alipozaliwa. Je, kuzaliwa kwake kulileta furaha? Na tutaangalia kusudi la kuzaliwa kwake, na wewe uchukue njia hiyo kutazama kusudi la kuzaliwa watoto wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tuangalie kitabu kile cha Luka sura ya pili. Kitabu cha Luka sura ya pili mstari ule wa 8 hadi wa 20. Kuzaliwa kwa Yesu, tuone kulikuwa na furaha, kulikuwa na shangwe, kulikuwa na nini? Luka sura ya pili mstari ule wa 8, neno la Mungu linaloandikwa na mtumishi wa Mungu Luka sura ya pili ule mstari wa 8 hadi wa 20. Biblia inasema hivi: na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulisha kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana mimi nawaletea habari njema. Sikiliza hilo neno, mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu. Sio tu furaha, ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote, itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Leo kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja
na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni. Angalia, kuzaliwa kwa Yesu kulisababisha malaika wengi waje, jeshi la mbinguni lije. Anazaliwa mtoto ambaye sio wa kawaida. Hata wewe unapozaa mtoto, kuna malaika wanakuja, kwa sababu huyo mtoto amebeba kusudi. Lakini wengine mapepo yanakuja kwa sababu wazazi hawaombi. Majini yanakuja kwa sababu wazazi hawaombi. Mama amebeba ujauzito, baba haombi, mama haombi, familia haiombi. Wanaona ni kawaida, hawajui anayezaliwa ni nani, hawajui atakutana vita ya namna gani, kwa sababu shetani hampigi mtoto kwa sababu ya kuzaliwa tu. Anampiga mtoto kwa sababu ya kusudi aliyolibeba, kwa sababu ya lengo lililofanya aletwe. Kumbuka, mtoto alikuwepo kabla ya kuja duniani. Ndivyo Biblia inavyotwambia katika Waefeso sura ya 1 ule mstari wa 4. Mungu anasema kabla ya misingi ya ulimwengu kuumbwa alituchagua ili tutende mema. Kabla ya misingi ya ulimwengu huyo mtoto alikuwepo. Anawekwa kwenye kiuno cha baba, anasafirishwa kwa njia ya mbegu kwenda kwenye tumbo la mama. Anapofika kwenye tumbo la mama anakaa miezi 9. Kinachozaliwa si tu mtoto, kusudi lilioko ndani ya yule mtoto ndio linazaliwa pia. Anazaliwa mtoto na kusudi aliloletwa nalo duniani. Sasa malaika wanashuka, wanashangilia. Kwa nini? Kwa sababu ya lile kusudi. Hapa Biblia inatuambia kulikuwa na jeshi. Malaika alikuwapo pamoja na huyo malaika wengi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika aliyotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu aliyaweka maneno hayo yote, akayafikiri moyoni mwake. Akiyafikiri moyoni mwake, aliyaweka moyoni hayo maneno yote, akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Haleluya! Hawa wachungaji wanafurahi kuzaliwa kwa Yesu. Malaika wanafurahi kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu ni sikukuu pana sana, yenye umuhimu sana, kwa sababu huyu anayezaliwa ni wa namna gani? Unakumbuka wakati mmoja Herode aliuliza habari ya kuzaliwa kwake, maana mamajusi walisafiri kutoka mashariki ya mbali kwenda kumwona mtoto Yesu. Walipopita mahali wakapotea njia, wakajikuta wako kwenye lango la Herode. Herode akaambiwa, bwana, amezaliwa mtoto huko anaitwa Yesu, lakini inasemekana atakuwa mfalme. Herode akaingiwa na shida kuanzia wakati ule. Kwenye ulimwengu wa roho, mtoto anapozaliwa kuna shida kuzimu, maana kuzimu inajua huyo ni nani. Herode akawaambia wale mamajusi, sasa mkienda huko mkamwona mtoto, mrudi kisha mje mniambie habari za huyo mtoto, nami nikamtazame. Mamajusi walipofika kule kwa Bethlehemu alikozaliwa Yesu, walionywa na malaika, walionywa na Mungu wasirudie njia ile kwenda kwa Herode. Ndipo nakumbuka Herode alikasirika, baadaye aliua watoto wengi sana akitafuta kumuua Yesu. Wakati mtoto wako anapozaliwa, kuna ulimwengu pia wa kuzimu unatamani kuua mtoto wako, unatamani kuua ndoto yake,
unatamani kuua malengo yake, unatamani kuua kusudi lake. Natamani unaposherekea sherehe hii ya kuzaliwa kwa Yesu, ulione kusudi, ulione lengo, uone Mungu alichokusudia. Unajua shida ni watu wanasherekea kuzaliwa kwa Yesu kwa kulewa pombe. Ni watu wanasherekea kwa kuzaliwa kwa Yesu kwa kuzini, kwa kufanya uasherati. Sio siku ya uasherati Krismasi ama kuzaliwa kwa Yesu ama Noeli, tutaitafuta siri huko mbele. Sio siku ya kulewa pombe, sio siku ya kuzini, sio siku ya kwenda bichi, sio siku ya kunywa, sio siku ya kula pilau, sio siku ya kuvaa mavazi mapya. Ni siku ya kufurahi kwamba kuna jambo limeingia duniani. Natamani urudie haya maneno, uyasome tena. Natamani uyasome haya maandiko, ili neno linalopatikana katika Luka sura ya 2 ule mstari wa 8 na kuendelea. Hebu tusome tena. Na katika ile nchi na katika ile nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulisha kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Haleluya, wakaingiwa. Ni siku anapozaliwa Yesu, lazima watu tukawe na hofu kuu. Uwepo wa Mungu unafunika, uwepo wa Mungu unatuatamia. Aliyezaliwa sio wa kawaida. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema. Nawaletea habari njema, habari njema ya furaha kuu, ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote, ya furaha kuu. Ule mstari wa 10, ya furaha kuu. Hebu fikiria, anazaliwa mtoto. Tuliona kule kwa Yohana, anaambiwa mtafurahi na watu watafurahi. Na Yesu anasema mtu anapozaa anasikia kabla kuzaa ni maumivu makali, lakini akizaa anasahau maumivu, anatazama mtoto wake. Sasa hii ni zaidi, anasema furaha kuu, furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana mstari wa 11, leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi. Umesikia maneno hayo? Amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Hii ndio ishara ya kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto. Amezaliwa Mwokozi. Pendwa, sijui kama unaelewa msikilizaji wangu, si tu kwamba amezaliwa mtoto. Na ndio maana kama watu watasherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu, mimi natamani nikuambie jambo moja: hatusherekei sikukuu tu ya kuzaliwa kwa Yesu, tunasherekea sikukuu ya kukombolewa kwa mwanadamu. Yaani Yesu anazaliwa akiwa amebeba lengo, amebeba kusudi. Hapa anasema Mwokozi, Mwokozi katika ule mji wa Bethlehemu, mji wa Daudi. Maana katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo. Leo husikii watu wanahubiriwa habari ya Kristo. Leo unasikia vitu vya ajabu. Yesu hatajwi, watu hawafundishwi tena habari za huyu Mwokozi. Na kueleza ukweli, watu wanafundishwa habari ya maji, watu wanafundishwa habari ya utatoka kwenye shida. Sikiliza, yuko aliyezaliwa kwa ajili ya hayo. Yesu kuna wakati anasema nimezaliwa kwa ajili ya hayo, nimekuja kwa ajili ya hayo. Haleluya! Lakini yeye usikii. Natamani kuambia hizi habari nzuri, habari njema za kuzaliwa kwa Mwokozi. Kwa hiyo tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, haijalishi tarehe. Maana shida hapa, watu tunabishana mambo ya tarehe, na hiyo nitakufundisha tu, mtu wa Mungu. Watu tunabishana kwa sababu ya tarehe. Wengine wanasema tarehe 25 Disemba sio yenyewe. Sawa,
Wengi wanasema sasa, anayesema pia tarehe hiyo na hatupi naye tarehe kwamba tarehe fulani Yesu alizaliwa, hasemi ni mwezi fulani, hasemi ni mwaka fulani. Cha msingi na cha maana sana, Yesu alizaliwa. Haleluya! Cha msingi na cha maana sana, Yesu alizaliwa. Tarehe haitupeleki mbinguni, mwezi hautupeleki mbinguni, mwaka hautupeleki mbinguni. Anayetupeleka mbinguni ni yule aliyezaliwa. Anayetupa kuona njia ni yule aliyezaliwa. Anayetupa kuona lengo ni yule aliyezaliwa. Yeye amebeba hatima, yeye amebeba lengo, yeye amebeba kusudi. Sisi tunachoangalia ni kusudi. Kuna watu wamezaliwa na tarehe wanazijua na bado hawajawahi kutimiza chochote. Kuna watu wamezaliwa na miaka wanaijua lakini hawajawahi kutimiza chochote, maana hawakujua lengo, hawakujua kusudi, hawakujua kwa nini wamezaliwa. Haleluya! Wewe ukizaliwa, haijalishi tarehe yako ni tarehe ngapi, kwa sababu hata wewe uliyezaliwa ukisema umezaliwa tarehe 10 mwezi wa ngapi, inawezekana hiyo tarehe sio yenyewe, kwa sababu muda uliozaliwa na saa uliozaliwa na kilichoandikwa ni vitu vili tofauti. Kwa swala sio tarehe, swala ni lengo, swala ni kusudi. Swali langu ni Yesu amezaliwa hajazaliwa? Amezaliwa. Wapi? Katika mji wa Bethlehem. Kama amezaliwa, kwa nini? Biblia inatupa majibu. Haleluya, tuwa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Nirudi kwako tena, mtoto yoyote anayezaliwa anazaliwa kwa kusudi ama kwa lengo. Yesu alizaliwa kwa kusudi gani? Yesu alizaliwa kwa kusudi gani? Yesu alizaliwa kwa kusudi gani? Lengo la kuzaliwa kwa Yesu lilikuwa ni nini? Lengo la kuzaliwa kwa Yesu lilikuwa ni nini? Lengo la kwanza ama kusudi la kwanza la kuzaliwa kwa Yesu lilikuwa ni kuokoa watu. Lengo la kwanza ama kusudi la kwanza la kuzaliwa kwa Yesu Kristo lilikuwa ni kuokoa watu. Maanake watu walikuwa kwenye vifungo, watu walikuwa kwenye utumwa wa shetani, watu walikuwa wamekamatwa na shetani, watu walikuwa wanamilikiwa na shetani, watu walikuwa wametawaliwa na shetani. Hakuna mwanadamu angeweza kuwatoa mikononi mwa shetani. Hakuna mwanadamu angeweza kuwaondoa kwenye vifungo vya kiroho, vifungo vya kimwili, vifungo vya kiuchumi, vifungo vya akili, vifungo vya ufahamu, vifungo vya maarifa, vifungo vya uelewa, vifungo. Hakuna mwanadamu angeweza kuwatoa huko, lakini aliyekuwa anaweza kuwatoa ni mtu mmoja tu, ni Yesu Kristo. Kwa lengo lake la kuzaliwa ni kwa ajili ya kuokoa watu. Ukisoma hiyo Luka sura ya 2 ule mstari wa 10, Luka sura ya 2 ule mstari wa 10, malaika akawaambia msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Mstari wa 11, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu. Amezaliwa, sio kwa ajili yake. Amezaliwa Yesu Kristo kwa ajili yenu, kwa ajili yenu, kwa ajili yetu, Mwokozi. Unaona, amezaliwa kwa ajili yetu. Kusudi lake la kuzaliwa, lengo lake la kuzaliwa ni Mwokozi, ni kutuokoa. Ndiye Kristo Bwana. Mwokozi maanake anayeokoa, anayewatoa watu kwenye hatari. Lakini Mathayo anasemaje? Mathayo sura ya 1. Je, anakubaliana na neno hili? Mathayo sura ya 1 ule mstari wa 21. Mathayo sura ya 1 ule mstari wa 21 anasema, naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa anazaliwa kwa kusudi, purpose, lengo. Anazaliwa kwa lengo, anazaliwa kwa kusudi, kwamba aweze kuwaokoa watu na dhambi zao, atuokoe na dhambi zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuangalie tena katika Luka sura ya 1 ule mstari wa 31. Luka sura ya 1 ule mstari wa 31 anasema, tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Huyo atakuwa nani? Mkuu.
atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Lengo la kuzaliwa kwa huyu mtoto ni kutuokoa. Kwa hatusherekei kuzaliwa kwa Yesu kwa kunywa pombe, hatusherekei kwa kula pilau. Pilau ni ziada. Hatusherekei kwa kuvaa mavazi ya mwilini. Tunasherekea kwa sababu amezaliwa Mwokozi. Tunafanya sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu, tunafanya happy birthday, tunamwimbia Yesu happy birthday, lakini kiuhalisia tungejiimbia sisi, maana tulizaliwa. Kwa kuzaliwa kwake Yesu, sisi tunazaliwa katika ulimwengu wa roho, tunakombolewa katika ulimwengu wa roho, tunatolewa kwenye giza katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Kwa lengo la kwanza lilikuwa ni kwa ajili ya kutuokoa, kuokoa wanadamu. Hilo lilikuwa ni lengo mama, lengo la kuzaliwa kwake. Mtoto anapozaliwa, nilikwambia, huwa anazaliwa na lengo, huwa anazaliwa na kusudi, huwa anazaliwa na mipango. Mungu huwa ameweka mipango ndani yake. Anazaliwa kwa mipango, kwa kusudi. Haleluya, mtu wa Mungu. Lengo la pili la kuzaliwa kwa Yesu Kristo, lengo la pili la kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kuwa mkuu na kupewa kiti cha baba yake Daudi. Kuwa mtu mkuu, kuwa mtu mkuu. Haleluya, kuwa mtu mkuu. Hiyo ni lengo la Mungu, awe mtu mkuu na kupewa kiti cha baba yake Daudi. Maana yake nini? Kupewa ufalme. Daudi alikuwa mfalme, maana yake anayekuja kuchukua ufalme katika ulimwengu wa roho. Daudi alikuwa mfalme kwenye ulimwengu wa mwili, lakini huyu Yesu anakuwa mfalme kwenye ulimwengu wa kiroho. Anapewa kiti cha baba yake, maana yake anapewa utawala. Hiyo unaisoma katika Luka, hiyo sura ya kwanza, ule mstari wa 31 hadi 35. Sura ya kwanza mstari wa 31 hadi 35. Unaisoma pia katika Luka sura ya pili ule mstari wa 21. Luka sura ya pili ule mstari wa 21. Haleluya, maana anaitwa Yesu mtawala. Unasoma pia katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 kwamba anapewa jina lipitalo majina yote. Lakini la kwanza nimekuambia, lengo la kuzaliwa atuokoe. Lengo la pili, awe mkuu na kupewa kiti cha Daudi baba yake, maana akapewe ufalme. Lengo la tatu la kuzaliwa, apewe jina lipitalo majina yote. Lengo la tatu la kuzaliwa, apewe jina lipitalo majina yote. Kwa jina hilo watu wapate kuokolewa, kwa jina hilo wasajiliwe kwenye ufalme wa Mungu, kwa jina hilo watu waponywe. Hiyo unaisoma tena kwenye Luka sura ya pili mstari wa 21 na Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Apewe jina lipitalo majina yote. Hilo jina lilikuwa ni jina la Mungu. Kumbuka, Mungu alikuwa anaitwa Yehova Shama, Yehova ile, Yehova Likadeshi na kadhalika. Lakini Mungu asema, sikujifunua kwa jina langu, bali nijifunua kama niko ambaye niko. Katika nyakati za Agano Jipya, Mungu amejifunua katika Kristo kwa jina lake anayoitwa Yesu Kristo. Hili jina Yesu Kristo maana yake ni jina la Mungu lenye maana Yesu, Yesu Mwokozi, Kristo mpakwa mafuta. Haleluya. Yesu maana yake Mwokozi, Kristo maana yake mpakwa mafuta au masihi wa Bwana. Kwa Yesu anazaliwa akiwa amebeba hilo lengo kwa ajili ya jina. Mwanao unampa jina gani? Leo tunasherehekea sherehe, umempa mwanao jina gani? Hiyo siku ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu unaenda kujipa majina gani? Kuna watu wataitwa walevi, kuna watu wataitwa mawazinzi. Hiyo ni siku ya kuzaliwa, ni siku ya furaha kuu, sio ya kunywa pombe. Ni siku ya furaha kuu, sio ya kulewa. Ni siku ya furaha kuu, sio ya kuzini. Ni siku ya furaha kuu ya kujua Mungu amenijia, Mungu amenifata, Mungu ameniona. Tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu kwa kumwona Mungu, kwa kumwona Mungu kwamba tulikuwa tumepotea, sasa tumerudi. Mungu ameturudia.
Mungu ametufata, anasema nilikuacha kwa kitambo kidogo, anawaambia wana wa Israeli, lakini nitakurudia. Sasa ameturudia kwa njia ya Yesu Kristo. Leo kuna watu wanakwenda kusherekea, wanaandaa makongamano, lakini yenye kutafuta fedha, sio kumtafuta Mungu. Makongamano mengi yanaandaliwa kwa ajili ya fedha. Watu wanaenda kufanya makongamano ya Krismasi, ya kuzaliwa kwa Yesu, makongamano ya Noeli kwa sababu ya kutafuta fedha. Hapana, ni kongamano la kumrudia Mungu kwa furaha kuu. Ni kongamano la Mungu ametufuata, ni kumjua kabisa kwamba Yesu amezaliwa. Tunasherekea kufuatwa, tumefuatwa na Mungu. Maanake Krismasi ni kufuatwa na Mungu. Kuzaliwa kwa Yesu ni Mungu ametufuata duniani, ni kuja kututoa kwenye matatizo. Leo watu wanaambiwa wabebe maji, wabebe chumvi, wanaacha kuambiwa huyu aliyekuja. Yesu amewekwa pembeni kabisa. Ni kama vile ambavyo Yesu alivyokuwa anazaliwa alikosa pa kulala, aliwekwa kwenye hori la wanyama na mama yake na baba yake mlezi. Na ndivyo leo kanisa linafanya, limemweka kwenye hori, limemweka pembeni. Yesu amewekwa pembeni, kuna vitu vimewekwa kipaumbele. Leo ni unabii na mambo kadha wa kadha, lakini Yesu hasimuliwi tena, na wanaomsimulia Yesu wanaonekana wamepitwa na wakati. Unatakiwa msimulie Yesu, uwatumainisha watu, utakuwa na gari, utakuwa na nyumba. Swala sio nyumba. Yesu alipokuwa anazaliwa hakuyaleta furaha kuu ya nyumba, alikuwa analeta furaha kuu ya mioyo yetu, ya roho zetu, ya nafsi zetu zilizokuwa zimetekwa na shetani, zimeshikwa na shetani. Sasa Yesu anarudisha ile furaha. Kumbuka kwenye bustani ya Edeni, kabla ya dhambi, Adamu na Hawa walikuwa na furaha na Mungu, wanakutana na Mungu. Leo wanadamu kukutana na Mungu ni shida. Leo wanadamu kuongea na Mungu ni shida. Leo watu kusikia sauti ya baba yao ni shida. Ndio maana wanadamu wanahangaika, maana hawasikii tena sauti ya baba yao, japo Yesu amezaliwa. Kwa nini hawasikii? Kwa sababu hakuna mafundisho yanayotulenga kutuonyesha Yesu. Hakuna mafundisho yanayotulenga kututambulisha kwa Yesu na Yesu kutambulishwa kwetu. Hakuna mafundisho yanayolenga kumfuata Yesu. Kuna mafundisho ya kufuata vitu. Kuna mafundisho ya kumfuata mchungaji, kuna mafundisho ya kumfuata nabii, kuna mafundisho ya kumfuata mtume, kuna mafundisho ya kumfuata askofu, si kumfuata Yesu Kristo. Wachungaji hawakuambiwa wamfuate nabii, waliambiwa nendeni mkamwone mtoto amezaliwa, nendeni mkamwone Yesu amezaliwa. Hawakuambia nendeni mkamwone Mariamu, hawakuambia nendeni mkamwone Yusufu. Wanaambiwa nendeni mkamwone nani? Mkamwone mtoto amezaliwa. Kwa nini mtoto amezaliwa? Alizaliwa kwa kusudi la kuokoa. Maana yake nendeni mkamwone mwokozi wenu, nendeni mkamwone mfalme wenu, nendeni mkamwone aliyepewa jina lipitalo majina yote. Haleluya, haleluya. Lakini lengo la nne, kutimiza unabii, kutimiza unabii wa Mungu, unabii ambao nabii Isaya aliusema katika Isaya sura ya 7 ule mstari wa 10 hadi wa 17. Lakini nataka usome ule mstari wa 14. Anasema ishara hii itatokea, bikira atabeba mimba na atazaa mtoto, na huyo mtoto ataitwa mwanamume, ataitwa jina lake Yesu. Unabii huo unaenda katika Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Unakuja kutimizwa sasa unaposoma Mathayo sura ya 1 mstari wa 23 na Luka sura ya 1 mstari wa 35. Mathayo sura ya 1 mstari wa 23 na Luka sura ya 1 mstari wa 35. Ni kutimiza unabii, ni kutimiza unabii. Hayo ndiyo makusudi ya kusherekea. Unasherekea kwa sababu ya kutimiza unabii. Mpendwa wangu, kabla sijakwambia maana ya Krismasi kwa undani ilianza lini, lakini naamini kabisa umeanza kupata picha kwamba tunasherekea. Sisi ni halali yetu kusherekea kwamba amezaliwa Mwokozi, lakini hatusherekei kwa kulewa pombe. Kama ulikuwa unalewa pombe, usilewe pombe tena. Kama ulikuwa unaenda guest, usiende tena guest. Kama ulikuwa unafanya mabaya, usifanye mabaya. Amezaliwa Mwokozi, amekuja kutuokoa,
Amekuja kututoa kwenye hayo mabaya. Naongea lugha nyepesi kabisa uielewe. Amekuja kututoa kwenye hayo mabaya, amekuja kututoa kwenye hiyo dhambi. Amezaliwa atutoe huko, atuweke kwenye nuru. Amezaliwa si kwamba tupate gari, si kwamba tupate nyumba, si kwamba tupate mapesa. Hayo ni ya ziada. Tupate furaha ya wokovu, tupate furaha ya kurudiana na baba yetu, tupate furaha ya kukaa na baba yetu. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Krismasi hii iwe ni Krismasi, Noeli hii iwe ni Noeli ya kuzaliwa kwa Yesu moyoni mwako. Moyo wako umuone Mungu, roho yako imuone Mungu, impokee huyo mtoto kama wale wachungaji walivyoenda kumwona mtoto Yesu. Waliacha mifugo yao wakaenda. Acha shughuli zako, nenda kamuone Yesu. Acha jomba lolote, kamuone Yesu. Acha unachokifanya, nenda kwenye ulimwengu wa roho, nenda kamuone Yesu. Mwambie, nataka kukuona Yesu, uliyezaliwa kwa ajili yangu, uliyezaliwa kwa ajili ya ulimwengu, uliyezaliwa kwa ajili ya kuniokoa. Lengo lako nimelisikia. Ulizaliwa kwa lengo hili. Ulizaliwa ili uniokoe. Ulizaliwa ili upewe jina jipya. Ulizaliwa ili uwe mfalme wangu. Ulizaliwa ili utimize unabii wa Mungu. Mungu akawe mkweli kwako. Na kwa sababu Yesu ikiwa hivyo atazaliwa moyoni mwako, maisha yako ya kiroho yataatamia maisha ya kimwili. Maisha yako ya kiroho yataatamia maisha yako ya kimwili. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo, na kuombea tena na tena, na kuombea sikukuu hii ya kuzaliwa kwa Yesu iwe ya tofauti kwako, na kuombea kabisa Mungu akufunulie, na kuombea Roho Mtakatifu akufunulie, na kuombea Roho Mtakatifu akupe ufahamu, na kuombea kwa jina la Yesu. Naliombea kanisa la Tanzania, naliombea kanisa la ulimwengu, na uombea ulimwengu umuone Kristo, na uombea ulimwengu, na uombea ulimwengu umuone Kristo. Naliombea taifa la Tanzania limuone Kristo. Naombea kila Mtanzania amuone Kristo, asherekee kwa kumwona Kristo, asherekee kwa kumpokea Kristo, asherekee kwa kujua lengo la kuzaliwa kwa Yesu, lengo la kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Na hilo lengo ulipokee, hilo lengo uliishi, hilo lengo lifanyie kazi. Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Mungu akupake mafuta mapya. Mungu akupe ufahamu mpya. Mungu akufanye kwenda kanisani kama ni mkesha wa kusherekea Noeli, kama ni mkesha uende sio kwa uzinzi, uende sio kwa kucheza michezo ya kuzaliwa kwa Yesu. Hatuendi kucheza michezo. Watu wanafanya maigizo, lakini wakitoka hapo wanalewa. Sio swala maigizo, mtu wa Mungu. Sio swala kuigiza, mtu wa Mungu. Ni swala la Mungu kuja duniani. Mungu amekuja duniani. Mungu amekuja duniani. Mungu wangu akubariki. Mungu wangu akutunze. Mimi mchungaji Daudi Kaisi na kutakia Krismasi njema yenye baraka ya kumjua Kristo. Na Mungu wangu akujalie hiyo neema. Shalom, shalom. Ubarikiwe uingiapo, ubarikiwe utokapo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.